keti kwa sababu hoja hii ikiwasilishwa kwa ngazi hii hamhojiwi wala hamuungi mkono. Lakini ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana. Mnataka lazima mhojiwe? Sio utaratibu wetu. Waheshimiwa wabunge, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wasilisho hili ambalo pamoja na mambo mengine lakini ameeleza kwa kirefu kazi ambazo zimefanyika katika bunge letu hili la 12, lakini pia bunge katika mkutano wake huu wa 19. Baada ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wabunge, nami nizungumze nanyi kwa kifupi. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kushiriki katika shughuli za bunge letu tukufu kwa kipindi cha miaka 5. Na nikitaja hapa miaka 5, mnafahamu bunge hili la 12 limepata fursa ya kuongozwa na maspika wawili. Lilianza kuongozwa na spika wetu Mheshimiwa Job Yustino Ndugai sana. Kisha nikapata nafasi mimi ya kumpokea kijiti. Leo asanteni sana. Asanteni sana. Na leo ilikuwa apate fursa ya kuzungumza nanyi, lakini amesema kwa kuwa wewe utazungumza, basi utazungumza utakayosema ya bunge zima hili la 12. Mheshimiwa Ndugai, tunakushukuru sana kwa utumishi wako kwa bunge hili, kwa sehemu ambayo uliweza kuhudumu kwenye nafasi ya spika. Nawe tunakutakia kila laheri katika yaliyo mbele yako. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, katika safari hii wapo wenzetu ambao hawapo nasi tena, wametangulia mbele za haki. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la amani na sisi sote tuendelee kuilinda nchi yetu. Waheshimiwa wabunge, mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2020 nilipata heshima ya kusimama mbele yenu kama naibu spika nikiwasilisha salamu zangu baada ya kuhitimishwa kwa mjadala wa bajeti kuu ya serikali wa mwaka 2020-2021. Leo hii nimejaliwa fursa nyingine adhimu kabisa kuzungumza nanyi nikiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naendelea kutoa shukurani za dhati kabisa kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwatumikia kama spika kwa takriban miaka 4. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea mwisho wa kipindi cha uhai wa bunge la 12. Hiki ni kipindi cha kutazama nyuma na kutafakari mambo mengi tulioyatekeleza kwa pamoja kama bunge na kama wawakilishi wa wananchi katika majimbo yetu, katika mikoa yetu, kwa wale wa viti maalum. Katika kutafakari haya, naomba nianze kwa kutoa salamu maalum kabisa za shukrani za dhati kwa Chama cha Mapinduzi, hususan mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chini ya uongozi wake, chama chetu kiliridhia jina langu liwasilishwe kwa waheshimiwa wabunge ili lipigiwe kura, kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa spika wa wakati huo ambaye nimetoka kumleta kwenu muda si mrefu, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, mbunge wa Kongwa. Waheshimiwa wabunge, asanteni sana kwa imani kubwa mlionipa. Hakika katika kipindi hiki kimekuwa ni darasa muhimu kwangu katika kukuza ujuzi na maarifa ya kuliongoza bunge letu tukufu kwa weledi.
waheshimiwa wabunge, napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Kwa ujuzi wake, uzoefu wake na weledi wake, amekuwa ni mtu ambaye ni mwalimu bora, lakini pia amekuwa ni mtu wa msaada sana kwangu kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Katika kipindi chote hiki amenipa ushauri, amenipa pia maarifa, lakini pia amenipa msaada wa karibu katika kutekeleza majukumu yangu. Waheshimiwa wabunge, ninamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waheshimiwa wabunge, pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Biteko amemwakilisha vizuri sana Mheshimiwa Waziri Mkuu katika majukumu yake na ameyafanya hayo kwa ufanisi kama msaidizi wa Waziri Mkuu hapa bungeni na hata nje ya bunge. Na kwa upande wetu sisi kama bunge ametusaidia sana katika utekelezaji wa majukumu yetu na yangu mimi pia kama spika kwa nafasi yake kama mbunge na pia kama sehemu ya viongozi. Aidha, nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, huyu ni mbunge wa Ilala lakini pia naibu spika. Amepewa sifa nyingi nanyi wabunge, lakini amepewa sifa nyingi na viongozi upande wa serikali na hata leo amepewa sifa nyingi na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sifa zote mimi kama mtu ambaye ni kiongozi wake zinamstahili. Ni mtu mwenye weledi, ni mtu mwenye ushirikiano mzuri, lakini pia ni mtu anayejishusha. Amefanya kazi nzuri. Mheshimiwa Zungu, ninakushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, pia hapa wamepata nafasi ya kuzungumza nanyi wenye viti watatu wa bunge. Nao nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo wameifanya ya kunisaidia hapa mbele. Wakati mwingine ratiba zinakuwa ngumu sana kupanga na mtu anapigiwa simu muda huo ambao inabidi aingie hapa mbele, lakini wote wameonyesha utayari. Ninawashukuru sana kwa ushirikiano huu. Waheshimiwa wabunge, upo usemi wa lugha yetu adhimu ya Kiswahili usemao kidole kimoja hakivunji chawa. Inaweza kudhaniwa kwamba baada ya kupata fursa ya kuwa naibu spika kwa takriban miaka 6, ningekuwa nimekamilika kwa ujuzi wa kuliongoza bunge letu tukufu. Haikuwa hivyo. Nimeendelea kujifunza na kunufaika sana na weledi, uzoefu na maarifa kutoka kwenu ninyi wabunge wenzangu. Kwa hakika nisingeweza kufanya kazi zangu kwa ufanisi bila ushirikiano mkubwa nilioupata kutoka kwenu. Nilipata ushirikiano wenu kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja, ushirikiano wenu kama wajumbe wa kamati mbalimbali ambazo ninaziongoza, lakini ushirikiano wenu pale ambapo bunge lilitakiwa kufanya maamuzi. Ninawashukuru sana sana kwa namna mlivyofanya kazi vizuri. Lakini kwa wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala, mmekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba ushirikiano wenu kwangu kama spika unaleta ufanisi katika kutekeleza majukumu yetu ya pamoja kwa kuzingatia maslahi ya chama chetu na matarajio ya wananchi waliotukabidhi dhamana ya kuwatumikia kupitia bunge hili. Kupitia usimamizi wenu mahiri, tuliweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kushikamana, lakini pia tunaendelea kufuatilia utekelezaji wa dira kuu ambayo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia napenda kutumia fursa hii